Hello, mambo vipi? Naitwa H+. Leo nataka tuzungumzie mashujaa 7 waliotikisa dunia. Ipo hivi, kuna wanajeshi na kuna majini wa vita. Watu ambao walikataa kufa, watu ambao walikataa kukimbia, na ni watu ambao walisimama imara pale ambapo kila mtu aliona kifo kimefika. Leo hatuzungumzii filamu za kufikirika za Marvel au DC, bali tunazungumzia damu na nyama. Tunazungumzia binadamu 7 walioamua kuwa kizuizi kati ya jeshi zima na ushindi. Karibu kwenye uchambuzi wa kina wa One Man Armies waliotikisa ramani ya dunia. Shujaa wa kwanza alifahamika kama Simo Häyhä kutokea nchini Finland, maarufu kama Kifo Cheupe. Yeye alibuka wakati wa vita vya baridi, yani Winter War, dhidi ya Urusi mnamo mwaka 1939 mpaka mwaka 1940. Simo alikuwa mdunguaji wa kifini, yani sniper, na alitumia bunduki ya kawaida isiyo na darubini ili kichwa chake kisionekane na adui. Sasa Simo anakumbukwa kwa kuua wanajeshi wa Sovieti 505, huku baadhi ya vyanzo vikisema kuwa idadi hiyo ilizidi mpaka 542 ndani ya siku 100 pekee. Hii ni wastani wa watu 5 kwa siku. Lakini baadaye Simo alinusurika kifo baada ya kupigwa risasi ya taya, na aliishi hadi mwaka 2002 ambapo alifariki akiwa na umri wa miaka 96. Shujaa wa pili ni Dian Wei kutokea nchini China. Huyu aliibuka enzi ya falme 3, yani Three Kingdoms era, takribani mwaka 197 kabla ya Kristo. Sasa Dian alikuwa ni mlinzi wa kiongozi Cao Cao, na wakati Cao Cao akivamiwa ghafla, Dian Wei alibaki mlangoni kuzuia jeshi zima ili bosi wake akimbie. Inasemekana alitumia mashoka mawili mazito, na hata baada ya silaha zake kupotea, alitumia miili ya maadui kama silaha. Shujaa wa tatu ni Lachman Gurung. Yeye ni kutokea Nepal na Uingereza. Gurung aliibuka wakati wa vita kuu ya pili ya dunia mnamo mwaka 1945 huko Burma, Myanmar. Sasa Gurung akiwa kwenye handaki, mabomu mawili ya mikono yalirushwa upande wake. Alichokifanya, alirudisha mabomu mawili, lakini la tatu likamlipukia mkononi na kumkata mkono wa kulia na kumpofusha jicho moja. Sasa cha ajabu ni kwamba licha ya kuwa na mkono mmoja, lakini alipigana kwa mkono mmoja wa kushoto kwa saa takribani 4, akifyatua bunduki yake na kuua wanajeshi 31 wa Kijapani peke yake. Hatimaye alitunukiwa nishani ya juu kabisa ya ushujaa wa Uingereza ya Victoria Cross. Shujaa wa 4 ni Sergeant Thomas Baker. Huyu ni kutokea nchini Marekani, na yeye alisifika zaidi wakati wa vita vya Saipan mnamo mwaka 1944. Sasa Sergeant Thomas wakati wa vita hivyo alijeruhiwa vibaya na hakuweza kutembea, hivyo aliomba wenzake waendelee na safari kisha wamwache yeye chini ya mti akiwa na bastola na risasi 8 pekee ili wasichelewe kumbeba. Sasa kilichotokea ni kwamba wenzake waliporudi baadaye walimkuta amekufa. Bastola ilikuwa haina risasi, lakini walikuta miili 8 ya wanajeshi wa Kijapani ikiwa mbele yake. Hatimaye alitunukiwa nishani ya Medal of Honor baada ya kifo chake. Shujaa wa 5 ni shujaa wa Stamford Bridge, Jan Viking kutokea huko Norway. Huyu alisifika zaidi wakati wa mapigano ya Stamford Bridge pale nchini Uingereza yaliyotokea mwaka 1066. Sasa kwenye vita hivyo, wakati jeshi la Norway likirudi nyuma, Viking mmoja mkubwa alisimama katikati ya daraja jembamba kuzuia jeshi lote la Uingereza. Inasemekana aliua zaidi ya wanajeshi 40 wa Kiingereza kwa shoka lake. Sasa baada ya kuwazuia, Waingereza walishindwa kumvuka hadi mmoja alipoingia kwenye pipa na kupitia chini ya daraja, kisha akamdungua mkuki kwa chini kwenye sehemu za siri. Na baada ya kuweza kufanya tukio hilo, ndipo Waingereza waliweza kuvuka na kuwafuata wa Norway. Shujaa wa 6 ni Leo Major. Huyu ni kutokea nchini Canada. Yeye alisifika zaidi wakati wa ukombozi wa mji wa Zwolle huko Uholanzi mnamo mwaka 1945. Sasa ipo hivi, Leo alitumwa kufanya kazi ya upelelezi na rafiki yake ambaye aliuawa. Na baada ya kusikia taarifa za kifo cha rafiki yake, Leo alikasirika na kuamua kuuvamia mji huo peke yake usiku kucha akitumia mabomu na bunduki ya rashasha. Sasa kilichotokea ni kwamba aliwadanganya Wajerumani kuwa jeshi lote la Canada liko nyuma yake, na aliteka wanajeshi 93 na kuwafukuza mamia wengine, akaukagua mji mzima na kuukomboa peke yake. Hivyo Leo ni moja ya wanajeshi wachache sana kupata nishani ya Distinguished Conduct Medal mara 2 katika vita 2 tofauti. Shujaa wa 7 na wa mwisho ni Henry Johnson kutokea nchini Marekani. Yeye alisifika wakati wa vita kuu ya kwanza dunia mwaka 1918 nchini Ufaransa. Sasa Henry alikuwa ni mwanajeshi Marekani mweusi, na wakiwa lindoni usiku walivamiwa na kundi kubwa la Wajerumani. Sasa cha ajabu ni kwamba baada ya bunduki yake kukwama, alitumia kisu kikubwa na kitako cha bunduki kupambana dhidi ya maadui.
Hivyo alipata majeraha 21 mwilini, lakini akafanikiwa kuua au kujeruhi maadui wengi na kumwokoa mwenzake asitekwe. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba Marekani ilichelewa kumtambua kutokana na ubaguzi wa rangi wa zamani, lakini alipewa nishani ya Medal of Honor na Rais Obama mnamo mwaka 2015. Sasa swali kwako mtazamaji wa Global TV. Kati ya mashujaa hawa 7 ni nani ambaye amekugusa zaidi moyo wako? Dondosha maoni yako sehemu ya comment. Jina langu ni H+, na hii ni Global TV.